Trago wakati walipojenga hiyo laini kutoka Tagwel kupitia mashamba ya wakulima, na tuliweza kusikilizana na tukaandikiana kwamba kwanza walisema mlete title deed zenu, alafu tulipeana na waliendelea kujenga laini hiyo mpaka wakati walipomaliza. Na kabla hawajamaliza walituambia leteni hiyo title deeds, tukapeana, wakaenda kukaa nazo. Zile pesa tulisikizana kila mkulima yake tofauti. Sasa wakaenda na hizo title deeds zetu, na chenye walituambia kwamba ninyi mtangoja title deeds zenu, tukirudisha kuna kitu inaitwa easement, na baada ya easement kuwekwa sahihi mtangoja siku 90. Na tuliweza kungoja mpaka wakati waliporudisha hizo original title deeds zetu, na wakasema kutoka sasa mungoje siku 90, na siku ya 91 mtaenda katika akaunti zenu mtapata hizo pesa, kila mkulima na yake vile walikubaliana na walisign, waliweka sahihi. Na tuliweza kukaa na hiyo ni mwezi wa pili 2024. Siku 90 ilipofika, tukaanza kutembelea katika akaunti zetu. Hakuna kitu tulipata ndani. Tulijaribu kuwapikia mara mingi, wakasema ngoja mwezi 2, mwezi 3, wakasema ngoja mwezi wa 7. Mwezi wa 7 ikapita ya 2024, na tukaendelea hivyo. Tukaanza kupigia wa simu, wakasema serikali ndio hawajatupa pesa, lakini walikuwa wanatuambia kwamba hii laini inajengwa na World Bank, na serikali ya Kenya ndio nalipa wakulima ambao mashamba yao zimepitiwa na laini hizi. Na tukaanza kupikia hawa mpaka wakati mwingine hawaziki simu zetu. Tukaanza kupikia wale wakubwa wote wa Ketraco, chenye walikuwa nasema ni kwamba hatuna pesa kwa account ambayo tungeweza kuwalipa. Watu walikuwa wameamua kununua mapetroli na kuangusha hizi matawa zote. Lakini sasa tukaconsult mtu ya Kenya Power, wakasema hii itachoma watu innocent. Na kwa sasa inaona wakulima wote wameamua, na ni wengi sana, zaidi ya 300 hawajalipwa. Na kwa wakati huu sasa tungetaka wahusika, niliweza kumention John Mbadi na Opiyo Wandayi ambao wanahusika katika idara hii, waangalie kwamba pesa yetu ilienda wapi, nani alichukua pesa yetu. Na katika sheria wanasema easement haiwezi kuwa sign kama hakuna pesa kwa account ya serikali ya kuweka account ya mkulima. Wakulima wameshangaa, na wakati mwingine watu wanasema zingine Wapokot wananyanyaswa tu, hawana sauti. Lakini kwa wakati huu wameamua kwa njia nyingine ambayo lekani saa hii tumepata tu sheria, na kama mnataka mnaweza kuokoa, muweze kuokoa hawa wa ministers wawili, John Mbadi na Opiyo Wandayi. Okay. Kasema kweli ilikuwa hivyo, lakini kwa saa hii hatuna pesa. Na wakasema hivyo mpaka sasa 2024 ikaisha. 2025 tukaendelea kuwapikia, tukaendelea kuwauliza, lakini ile jibu ambao wanatupa ni kwamba hatuna pesa. Tukashangaa pesa ya Kenya, na walikuwa wanajua, na tumepeana title deeds zetu, zimeenda wapi? Na kwa wakati huu sasa tuko tunauliza John Mbadi na Opiyo Wandayi ambao wanahusika na mambo hii ya Ketraco, iko chini ya wizara zao. Tunataka wachukulie kwa maanani sana, na wachukulie kwa nguvu sana, kuona kwamba wakulima wa West Pokot kutoka Tagwel mpaka Kitale wamenyanyaswa, na ilikuwa ni haki yao. Na mimi ni mmoja ya watu wale wakulima ambao tulinyanyaswa kitambo sana, tangu sasa mwaka 10 hatujapata kitu chochote. Na alisema hii nini moto hawezi kupita hapa bila kulipa nyinyi siku ile 90, chairman alisema. Basi kwa hivyo tunasema tafadhali
mtupatie pesa zetu. Na sasa kwa hivyo tunaomba tu ya kwamba tunataka pesa yetu, watu ya KETRACO atupatie pesa. Tuliweza kufungua accounts zetu na wakatuambia pesa itaingia kabla hatujafungua moto, lakini mpaka saa hii wamefungua moto. Hatujui ni kwa sababu gani. Hakuna yule ambaye alijulishwa kwamba hata chairman wetu yetu ya pande hii hakujua, hakuambiwa, hakupata ripoti yoyote kuhusu hii moto. Tunasikia tu moto inatiririka tu inaenda. Na hatujui hii moto yetu inatoka damu yetu inaenda wapi na inasaidia wapi. Tunataka kuuliza huyu waziri wa kawi ambaye ni Opiyo Wandayi pamoja na treasury kwamba tunataka pesa yetu. Na hii mambo ya KETRACO ilipoanza walitueleza tu vizuri kwamba kila kitu itafanywa, lakini mpaka saa hii mambo ya malipo hawajatekeleza. Na pia sisi tumeamua kama watu ya TACWEL, mahali penye chanzo ya hii mambo ya moto inatoka, na inatoka kwa damu yetu, inatoka kwa ardhi yetu. Sisi kama community ya TACWEL tumeamua ya kwamba kama serikali pamoja na hao watu ya KETRACO hawatajibika kusaidia community vile tulikuwa tumeagizana, tutafunja hiyo stima na tunakata. Kwa hivyo tuko na sehemu mbili. Tuko na sehemu mbili ya mashamba ya community. Kuna community land ambayo watu hawajapata title deed kama TACWEL. Kuanzia TACWEL mpaka Marich. Na kuanzia Marich mpaka Kapenguria ni watu ambao wamepata title deed sao ya mashamba. Lakini sisi kama watu ya TACWEL tunataka ya kwamba hii mambo ya KETRACO iweze kusaidia community, iweze kupatia manufaa community. Na kama hakuna hiyo manufaa ya kusaidia community, basi mambo ya stima hatutaki.